Yes, popote ambapo unaendelea kufuatilia kituo chako bora kabisa cha matangazo cha NYTV ukiwa na mimi Mercy Malio, na siku ya leo nina ripoti kunako katika mkoa wa Kigoma, nikiwa katika wilaya ya Kasulu. Niko katika kijiji cha Kwiliba na hapa nipo katika kanisa la FPCT lililoko hapa Kigoma katika wilaya hii ya Kasulu, na niko na mchungaji mwenyeji hapa wa kanisa hili. Bila shaka utatamani kufahamu kipi haswa ambacho kimeileta NYTV mpaka huku Kigoma. Tutakuwepo hapa kwa siku 3 na tuko na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Christina Daniel kutokea kule Sumbawanga, na ni mtumishi ambaye Mungu amekuwa akimtumia kwa viwango vya juu sana, amekuwa baraka kwa wengi, na basi tutakuwepo hapa na atakuwa akifundisha semina nzuri sana ya neno la Mungu mahali hapa, na mimi ni kutaarifu tu kwamba tutakuwa mubashara kwa siku zote hizi tukikuletea semina hii nzuri ya neno la Mungu. Nikukaribishe wewe mkazi wa Kasulu, Kigoma, karibia sana katika semina hii. Kuna mengi mazuri ambayo utakwenda kujifunza, yale ambayo Mungu ameandaa kwa ajili ya kwako wewe. Kwa hiyo ninakukaribisha sana. Basi tutamsikia mchungaji kiongozi wa kanisa hili, atatuambia kile ambacho kitakuwa kikiendelea hapa. Mchungaji, shikamoo. Marhaba mama, ujambo? Bwana Yesu asifiwe sana. Amina sana. Natunyima nini huku Kigoma? Huku Kigoma kwa kweli kuna mazao mengi tu, kuna mihogo na mahindi na maharage kwa wingi. Basi utajitambulisha kwa yule ambaye akufahamu, apate kukufahamu wewe ni nani. Alafu baada ya hapo utatuambia pia hiki ambacho kinafanyika hapa au kile ambacho umetuandalia nyie kama kanisa la FPCT. Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa jina langu naitwa mchungaji Amos Bzanie, kanisa la FPCT parish ya Kwiliba. Niko hapa na tayari lengo kubwa tumewaandalia watu wa maeneo yetu ya kata yetu ya Sante Nyerere na maeneo mengine ya Uvinza, Basanza na Rungwe. Tumewaandalia semina ya neno la Mungu ambayo sasa tayari inaanza leo. Tutakuwa na semina ya mafundisho ya neno la Mungu kwa watu wote, lakini pia tutakuwa na mkutano wa neno la Mungu. Kwa hiyo hayo ndio ambayo tumewaandalia katika kanisa letu la FPCT hapa Kwiliba, misheni ya Uvinza, parish ya Kwiliba. Kwa hiyo nawakaribisha sana wananchi wote ambao wanatusikia na wanaendelea kutufuatilia. Tunawakaribisha sana. Hapa tuna wageni kutoka Sumbawanga na kutoka Dar es Salaam. Karibu ukajionee mambo na uone vitu ambavyo Mungu anavifanya katika maisha ya watu, na uweze kupokea neno la Mungu ili liweze kusaidia katika maisha yako. Neno la Mungu ni la kwanza katika vitu vyote. Ndio maana tumeandaa. Kwa hiyo tunakualika, karibu sana wa baba, wa mama, vijana wa kiume na wa kike, wote tunawakaribisha. Karibuni sana. Asanteni sana. Semina itakuwa inahusu kuna semina ya mafundisho ya neno la Mungu ambayo itakuwa inahusu watu na maisha yao, jinsi wanavyoweza kuishi ili waweze kuishi vizuri. Tutaendelea hivyo. Mtangazaji, ambacho naweza nikawaambia watu wa maeneo yetu yote na wote wanaotusikiliza, naweza nikawaambia wakaribie tu, wakaribie tujifunze neno la Mungu wote kwa pamoja. Neno la Mungu halina ubaguzi, ni kwa wote. Na wakaribu mtangazaji, hayo yote yameandaliwa na yapo, na waalika wale wagonjwa wote ambao wamehangaika kwa muda mrefu, pengine hawajapata ufumbuzi, lakini kwa Mungu ni kila kitu. Kwa hiyo na waalika waje, wagonjwa wenye shida mbalimbali, wenye mahitaji mbalimbali ya kiafya, aidha ya kiakili, neno la Mungu linawafungua. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni raha sio raha? Inapendeza ipendezi kabisa. Nimshukuru Mungu kipekee kwa jinsi ambavyo Mungu ametujalia yale ambayo tuliyapanga
na tayari Mungu ametufanikisha kuyafikia. Tumeimba wimbo kwa muda mrefu, wageni 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 wageni, tukawa tunawaimba, tukawa tunalisema jina la Kristina, tunalisema sana. Na sasa jamani, Kristina alishafika. Jina la Bwana libarikiwe sana. Shangilie Bwana kwa makofi na vigeregere. Naomba nimkaribishe, hata kama na muda mrefu sisi, lakini kwa muda huu atusalimie, na anajua ambao wameambatana naye. Karibu sana mama. Makofi na vigeregere. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ongeza vigelegele, vigelegele. Haleluya, haleluya. Haleluya. Wanawake sisi ni jeshi kubwa. Amina. Jamani, amina. Jamani, amina. Nimejisikia vizuri kuwa hapa. Mungu awabariki sana. Mtumishi wa Mungu, mchungaji, asante sana kwa heshima na kibali. Kwa kweli nilikuwa sipafahamu kabisa hapa. Ninamshukuru Mungu, Yesu ametutoa auti, tumekuja. Jamani, amina. Jamani, amina. Naitwa Kristina Baraka. Ni mama mwenye mume mmoja na watoto 4. Tuko hapa kwa ajili ya kusudi la Bwana. Basi naomba nitumie nafasi hii nimlete mume wangu mzuri awasalimie, alafu tutaendelea. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimeshatambulishwa, si ndio? Mimi naitwa Baraka Mwanandenje, ni mume wa mtumishi huyu. Mke wangu akiwa hapa ni mtumishi wetu, ila mke wangu tukiwa nyumbani. Amen, amen. Kwa hiyo ninawapenda sana. Mungu aendelee kuwabariki sana. Kama alivyosema zenu, sio kwamba hata kama mume hajaokoka pia mlete, naye atapata kitu. Amina. Wabariki. Maneno mazuri. Baba ameeleza maneno mazuri akanigusa. Hapa ni mtumishi wetu sisi, tena yeye akiwemo. Tunakushukuru kwa kujua hilo kabisa. Ni mzuri ambapo sasa tunataka kuanza mafundisho yetu, na bila kuchelewa nimwalike mtumishi wa Bwana. Karibu sana na Mungu akubariki. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Makofi na vigelegele. Ongeza makofi, ongeza makofi, ongeza makofi na vigelegele. Amen. Amina. Jamani, nimerudi kama mtumishi wetu, si ndio jamani? Hata mimi mwenyewe ni mtumishi wangu pia. Sawa naomba nimshukuru Mungu sana kipekee kwa ajili ya chombo hiki cha NYTV. Tunamshukuru Mungu sana. Ni watu ambao tunafanya nao kazi kumtumikia Mungu kupitia online TV kikiwa na jina la NYTV. Huyo unayemuona hapo anaitwa Messi Malio, ni mwandishi wa habari kutoka kule Dar es Salaam na anafanya kazi na chombo hiki cha NYTV. Tumeokoka, tunampenda Bwana Yesu. Natamani nimwambie asalimie, sasa sijui atafanya nini, atamwachia nani pale, lakini naamini tumemuona, si ndio Ni dada mzuri ambaye ameokoka, anampenda Bwana Yesu. Dada Messi, asante sana kwa kuja. Ni safari ndefu sana kutoka Dar es Salaam kufika hapa. Kwa hiyo tunamtukuza Mungu sana
kwa ajili ya chombo hiki, kimetufikia mpaka huku Kiriba. Sawa jamani, tajitahidi mpaka baadaye ndakuwa nimeshika vizuri. Sawa Amina. Basi moja kwa moja tuende kwenye neno la Bwana, lakini kabla hatujaenda huko, Mungu wetu ni Mungu anayestahili sana. Baba wastahili sifa, wewe ni Alfa na Omega, twakuabudu pekee zako. Hatuna baba mwingine isipo wewe Jehova. Mioyo yetu Bwana tumeimimina mbele zako. Baba, acha ule upako wako wa Alfa uanze nasi wakati huu, ili Bwana lile kusudi ulilolikusudia Bwana likatimie kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Roho Mtakatifu, karibu sasa uyahudumie maisha yetu mahali hapa. Baba, tunajikabidhi kwako. Acha ardhi ielewe kwamba uko Mungu mmoja tu wa kuinuliwa. Acha anga la mahali hapa lielewe kwamba uko Simba wa kabila la Yuda unayemiliki na kutawala yote. Baba, neema yako ikatujilie kwa wingi mahali hapa, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nisaidie kumpigia Yesu makofi mazuri yaliyojaa utukufu wa Bwana. Amen. Naomba mjitahidi kidogo kwenye maiki, inanivuta. Nimekuwa na mikutano mingi na semina nyingi, kwa hiyo ninahitaji maiki kidogo iwe na utulivu, isivute sauti yangu kwa sababu kazi bado ziko mbele nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba pia nitambue uwepo wa watazamaji wetu wazuri mnaotufuatilia kupitia online TV kwenye kituo chetu kizuri kabisa cha NYTV. Mungu awabariki sana sana. Tuko huku, wengi wenu mmeniuliza kwamba tuko wapi na itakuwaje. Tuko hapa Kigoma, wilaya ya Kasulu, kijiji cha Sogeni, Kiriba. Kwa hiyo karibu sana, tusogee pamoja sasa. Mungu akubariki. Ninaamini Bwana atakuhudumia huko uliko. Asanteni sana ambao mmenitumia message kwamba mna shauku na mnasubiri kwa hamu. Ninaamini uwepo wa Mungu utakaokuwa hapa utakuwa unakuhudumia pia huko uliko. Niseme asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Tulikuwa na semina pale Dar es Salaam, kanisa la Galilaya Mbezi. Asanteni sana vile mmeendelea kutufuatilia. Ninaamini mkono ule ule wa Bwana uliotuhudumia kule hata hapa utaendelea kutuhudumia. Kwa hiyo karibuni sana, tunatambua uwepo wenu. Mungu awabariki sana. Amen. Sasa nitumie nafasi kuwakaribisha wote. Karibuni sana, tujifunze kwa pamoja neno la Bwana. Tutakuwa na somo zuri. Kuna somo ambalo Mungu amenipa. Kichwa cha somo ni swali. Sawa Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 9 pale, kuna kitu ambacho Mungu anamuuliza Adamu. Nitakuwa na maandiko mawili kwenye somo hili. Kabla sijakutajia kichwa cha somo, naomba tusome kwa alafu nitakutajia. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3 mstari wa 9. Naomba kabla ya mstari wa 9 nianze ule wa 7. Biblia inasema, wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu
akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani wasiwaone. Mstari wa 9, Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Haya, kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 4 na wa 5, Biblia inasema, lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma kwenye kitabu cha Mwanzo, tunaiona historia ya hawa watu wa Mungu wa kwanza, mwanadamu wa kwanza, yani Adam na mke wake. Tunawaona kitu ambacho kilifanyika, wakawa wametafuta namna ya kujificha. Lakini mstari wa 9 Biblia inasema, Bwana Mungu akamuuliza Adamu, uko wapi? Nimekwambia nitakutajia kichwa cha somo baada ya kukusomea maandiko haya. Kichwa cha somo, wewe unayeandika, andika uko wapi? Sawa na nataka niseme kitu. Semina hii inaweza ikawa ya tofauti kidogo, sio mahubiri, sawa lakini yachukue kama mazungumzo yako wewe na nani? Na Mungu. Sawa jamani?